Shukrani ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu tuko katika Ijumaa ya kwanza. Ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Rajab. Bila shaka Rajab tunafahamu ni moja katika miezi minne ile bora, miezi minne aliyoichagua Allah subhanahu wa ta'ala, miezi minne ambayo kwamba amali utakazozifanya katika hii miezi basi unalipo adhaafa mudhaafa, Allah anakulipa double. Swala ya sunna ulioiswali katika miezi mitukufu, thawabu zake na daraja zake si sawa na ile swala ya sunna ulioiswali katika miezi mingine. Kwa hivyo katika hii miezi minne alioichagua na akaipa daraja Allah subhanahu wa ta'ala, mmoja ni mwezi mtukufu wa Rajab. Ndio tuko ndani yake, na hii ni Ijumaa ya kwanza, takriban leo tarehe 6 katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa 7 huu ndio unaitwa Rajab, mwaka kama mnavyofahamu wa Kiislamu. Ikhwa laiza, tukithirisheni mema, tufanyeni hasanat na tuaat, tujikurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwezi wa Rajab umeletwa ili tujiandae na miezi mikubwa iliyoko mbele yetu, nao ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambaye atakuwa na maandalizi kutoka katika mwezi mtukufu huu wa Rajab. Akaanza kushikamana na swala kwa wakati unavyotakikana, akakithirisha sunna, akakithirisha, ana uwezo wa kutoa sadaka akatoa, akaamrisha mema, akakataza maovu. Utakapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan, matunda yake mtu huwa ni makubwa. Na haya wameyasema wema waliopita, na wakafananisha mfano wa mwezi mtukufu wa Rajab ni mfano wa mtu mwenye shamba kama lile, anajua kuna kuja season ya mvua, basi akalima shamba lake vizuri, akalitayarisha shamba lake vizuri, akasafisha shamba lake vizuri. Na mwezi wa Shaabani unaofuata umefananishwa na mwezi wa kupanda na kunyunyiza ile mimea yake, na mwezi wa Ramadhan ukaitwa mwezi wa kuvuna. Msiba ni kuwa sisi umma wa leo tunangoja Ramadhani ndio tusafishe shamba, tunangoja Ramadhani ndio tupalilie, tumeze mimea, tunangoja Ramadhani ndio tuvune. Ukitahamaki Ramadhani imeisha na watu hawako misikitini. Kwa hivyo ni kujiandaa kuanzia sahihi. Kithirisha saumu. Hakuna saumu maalum katika mwezi mtukufu wa Rajab. Funga Jumatatu, funga Alhamisi, funga siku moja, pumzika siku moja, funga siku 5, funga siku 2, funga siku 3. Wako wazee wa kutoka nyuma huko tunawapa udhuru, pengine walifanya bila kujua, lakini sahihi hakuna udhuru, kwa sababu haya mambo yanaelezwa kiilmu. Walikuwa wanafunga mwezi wa Rajabu mzima. Naam, kufunga ni katika ibada kubwa, taban ni katika ibada anazozipendekeza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akafunga mwezi wa Rajab mzima, akafunga Shaabani mzima. Naam, Shaabani mtume alikuwa akifunga sana, lakini hakufunga mwezi mzima, hakufunga. Naam, na Ramadhani yamsubiri, ikifika Ramadhani amechoka. Kwa hivyo tumewekewa ibada. Mtume alikuwa ndiye mbora wa ibada, lakini akifanya ibada na akipumzika, akiswali usiku, akilala, akioa, kama wale masahaba walivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuulizia ibada za Mtume, kisha wakasema huyu ni Mtume, mimi nitakuwa silali usiku, na wale mwingine akasema mimi nitakuwa sili nafunga mchana, mwingine akasema mimi nitakuwa sioi wanawake nipate nafasi ya kufanya ibada. Mtume akamwambia mimi ni mwenye ibada zaidi, ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi. Kwa hivyo mimi nalala, naamka, nafunga, nala, na pia naoa wanawake. Kwa hivyo dini ya Kiislamu ni dini ya wasatia, ni dini ya katikati. Waljadiru bidhikri, kabla sijaingia katika maudhui ya khutba hii, sio maudhui ya khutba, ni mukaddima katika khutba yetu. Naam, waljadiru bidhikri, na ambalo sitalisahau katika saumu. Ijumaa ijayo kama leo au tuanze Alhamisi, maana yake katika mwezi wa Rajab tutaka tufanye mema kwa wingi, na miongoni mwa mema ni kufunga. Wala hatupingi watu kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali tuhimiza watu wafunge saumu vile ilivyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, kwa hivyo Alhamisi ijayo kutaanza saumu za kufunga mfululizo mpaka Jumatatu, na hii ni ofa tumeletewa sisi katika mwezi mtukufu huu wa Rajab. Kila mmoja atie nia na amuhimize mwenzake. Alhamisi itakuwa Alhamisi ya kawaida, na itakuwa tarehe 12 katika kalenda ya Kiislamu. Ijumaa kama leo zitaanza ayyamul bidh, siku 3 nyeupe ambazo zinakuja. Hii ofa inakuja kila mwezi,
kila mwezi inakuja. Kwa hivyo ni mazoezi ya kuanza ibada ya saum. Pengine mtu kutoka malizike Ramadhani iliyopita hajafunga kabisa, basi ni mazoezi. Kwa hivyo tutafunga kuanzia Alhamisi mpaka Jumatatu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe, Mwenyezi Mungu atakabalie. Ikhwala aiza, maudhui yetu tutazungumzia kwa uchache wa elimu yetu, na hatuwezi kuikusanya hiyo maudhui inavyotakikana, lakini tutagusa kwa muda huu ambao kwamba tuko nao katika hutuba ya Jumaa, kuzungumzia manzilatu Isa alayhi wa ala nabina as-salatu wassalam. Tutazungumzia daraja, cheo, heshima ya Nabii Isa kwetu sisi Waislamu. Alayhi zimwendee juu yake Nabii Isa na juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi afdalu salatu wassalam. Wote wawili hawa na manabii wote waliotangulia ziwaendee sala na salamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa aiza, tunatanguliza na kusema yule ambaye kwamba hatomuabudu Mwenyezi Mungu, basi atakuwa ni abdan lishaitan, ambaye hatashikamana na ibada ya Mwenyezi Mungu, Mungu wake atakuwa ni shaitan. Maana atakuwa amtumikia shaitan. Sisi tumeitwa ibada Allah, watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usipokuwa kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu, utakuwa wewe ni mtumishi wa shaitan, unamwabudu shaitan kwa kufuata yale ya shaitan. Waman lam ya'budillah, yule asoshikamana na ibada ya Mwenyezi Mungu kama ilivyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa anaiabudu matamanio ya nafsi yake. Wa minan nas, Mwenyezi Mungu anatuambia kuna watu wako baadhi ya watu, Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa miongoni mwao, wamefanya matamanio yao ndio miungu yao. Vile nafsi yake inavyotamani, imempeleka huku twende, imempeleka huku, hajui kwamba ni halali wala ni haramu, hajui anamuudhi Mwenyezi Mungu, yeye anafuata vile nafsi yake inavyotakikana. Utakapofuata nafsi yako, waambiwa hayya ala salah, nafsi yako kwambia sahihi ndio wateja wengi. Kwa hivyo wewe utakuwa unaabudu ile nafsi yako. Yule ambaye kwamba hatakuwa na ibada ya Mwenyezi Mungu, swara abdan lidunia, atakuwa ni mja wa kuitumikia dunia yake. Wa na'iyadhu billahi min dhalik. Akhi alhabib, ndugu yangu kipenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, innaka tuahidu Allah fi kulli rak'atin, mimi na wewe tunamuahidi Mwenyezi Mungu katika kila rakaa. Tunamwambia Mwenyezi Mungu nini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tunamwahidi Mwenyezi Mungu katika kila rakaa, swala za faradhi na za sunna, tunamwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu, ni Mwenyezi Mungu peke yako wewe ndio tunakuabudu, na kwako wewe peke yako ndio tunahitaji msaada, na dua nyinginezo zikafuata. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, tuepushe na njia ya wale uliowakasirikia Mayahudi, wala dhalin, wala ustujalie katika watu ambao kwamba wanafanya mambo, wana elimu juu ya yale mambo, ajua hili si sawa, ambao kwamba ni manaswara, anajua hili si sawa, lakini kwa kuwa tumeamrishwa na kiongozi wetu, basi akawa atafuata vile vile ambavyo kwamba ameagiziwa na ule kiongozi wake, na hali ya kuwa anajua ni batil. Kwa hivyo tunaomba hizi dua kila katika swala zetu zote. Ikhwa alaiza, kwa ajili ya utangulizo kama huu, sisi tutazungumzia kwa uchache daraja ya Nabii Allah Isa, cheo cha Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabina salatu wassalam. Isa ni mmoja katika ulul azmi. Ulul azmi ni mitume watano waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume ni wengi, minhum man qasasna alayk. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an, kuna mitume tumekutolea visa vyao,
tukasikia visa vya Nabii Allah Yusuf, visa vya Nabii Allah Ibrahim, Nuh alikuwaje na wengineo katika mitume. Wa minhum lam naqsus alayhi, lakini kuna mitume mingine walikuwa na visa pia ambazo kwamba hatukukueleza. Kwa hivyo mitume ni wengi, lakini kuna wale mitume ambao kwamba walikuwa wanaitwa ulul azmi, waliokuwa na subra hali ya juu, waliopitia mikasa na matatizo na wakasubiri na wakawa kwenye thabat. Ni watano miongoni mwao, akatuambia mshairi, wa afdhalur rusli ulul azmi wahum, na bora katika mitume ni wale ulul azmi, mitume watano. Na wao ni wapi? Ambao atuambia mshairi, fi surati al-ahzab jaa dhikruhum, umekuja utajo wao. Ukitaka kuwajua kwa ufafanufu, nenda ukaangalie suratul Ahzab, umekuja utajo wao na wametajwa vizuri. Akatuambia wa kwanza Muhammadun, Nuhun wa Ibrahim wa Sayyidul Masihu wal Kalim. Atuambia wa kwanza ni Mtume Muhammad, anayefuatia Nabii Allah Nuh, anayefuatia Nabii Allah Ibrahim, anayefuatia ni Sayyidul Masih. Huyu ndo tunamzungumzia Sayyidul Masih, daraja yake kwetu sisi Waislamu. Masih Nabii Allah Isa, ambao kwamba wale jirani zetu, ni makosa kusema ndugu zetu, sababu ndugu yako ni yule ambao kwamba yuko katika imani na wewe, lakini majirani zetu wana haki ya ujirani. Kuna jirani ana haki 3 kwako, kuna jirani ana haki 2 kwako, kuna jirani ana haki 1 kwako. Kwa hivyo wao wana haki ya ujirani. Hawa majirani zetu wanamuita Jesus. Mtu huyo ndio tunamuita sisi Yesu. Hatuna ikhtilafu juu hili. Yule wao wanamuita Jesus, huyo ndio sisi tunamuita Yesu, ambaye kwamba katika siku mfano wa jana walimkusanyikia wakasema ni siku yake ya kuzaliwa. Maadhallah, tumesikia hutuba nyingi za nyuma, tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu na kusema kuwa Mungu amepata mtoto. Naam, ikhwa al-aizaa wa Sayyidil Masih. Na mwingine wa 4 ni huyu Nabii Allah Isa wal Kalim, na Nabii Allah Musa, mzungumzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kujua kwa nini Nabii Allah Isa aliitwa al-Masih. Kafana fakhran, imetutosheleza sisi Waislamu kuwa tuna fakhri kuwa Nabii Allah Musa Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabina salatu wassalam ameelezwa kinaga ubwaga ndani ya Qur'ani tukufu. Hatuhitaji kwamba tutatefuta wapi maelezo ya Nabii Allah Musa yaliyokuwa tunayategemea. Ameelezwa, bali hili neno Masih ndani ya Qur'ani limetajwa mara 11. Limetajwa mara ngapi? Mara 11 ndani ya Qur'an. Al-Masih, al-Masih, al-Masih. Wasummiya al-Masih, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo alitoa hii laqab, nickname. Inafaa kumuita mtu nickname ambayo anairidhia. Ni makosa kumuita nickname mtu ambayo hairidhii. Unamuita mtu jina ambalo analikataa. Bisalismul fusuq, Mwenyezi Mungu asema ni makosa kabisa. Ni ufasi ulioje kumuita mtu jina ambalo kwamba halipendelei. Kwa hivyo hii laqab, mtume kama huyu Nabii Allah Isa alipewa laqab kama hii na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ina maana kadhaa katika tafsirul Qur'an ambao kwamba haikunduki kueleza maana za al-Masih katika hutuba moja yetu kama hii. Lakini katika miongoni mwa aqwali zilizosemwa, kwa sababu hili neno Masih limekuja ndani ya Qur'an, imekuja kwamba katika maana yake al-Masih ameitwa Masih kwa sababu huyu Nabii Allah Isa alikuwa ni mtu ni nabii amepewa miujiza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yubrihu al-akmaha wal abrasa wa yuhyi al-mauta biidhnillah. Mwenyezi Mungu alimpa miujiza Nabii Allah Isa alayhi wa nabina salatu wassalam, kwamba alikuwa akikipapasa kitu mtu ambaye ni mgonjwa, ana ugonjwa wa ngozi, akimpapasa biidhnillah anapoa ule ugonjwa wa ngozi. Mtu ambaye ni kipofu, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu alikuwa anampapasa, yamsahuhu, akimpapasa na akiona. Mtu ambaye amekufa, Mwenyezi Mungu alimpa miujiza kama hii,
na kila nabii alipewa miujiza kwenye zama zake kulingamana na ile professional ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapa wale watu wake. Kwa mfano, watu wa Nabii Allah Isa walikuwa kabla Isa, tutoe mifano mmoja miwili ya mitume wengine kisha tuje kwa Isa. Wakati wa Nabii Allah Musa alayhi wa alihi salatu wassalam, walikuwa wamebobea katika uganga na uchawi. Wakaletewa Musa, na Musa akapewa nini? Fimbo. Na ile fimbo akaambiwa nini? Irushe. Fimbo ikirushwa inabadilika, inakuwa nyoka. Firauni akawa ni mwenye kuona kama huu ni uchawi. Wachawi kwetu wamebobea, wako wengi sana. Wakaletwa wachawi wote, wakaambiwa haya, rusheni fimbo venu. Vikawa vinyoka vidogo vidogo, lakini Nabii Allah Musa alivorusha ile fimbo yake, fa idha hiya hayyatun tasal, limekuwa joka kubwa. Wale waganga wenyewe na wachawi wakaona, la, hii si uchawi, hii kweli ni kitu yatoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Nabii Allah Saleh alayhi wa alihi salatu wasalam, walikuwa Mwenyezi Mungu amewapa nguvu ya kujenga katika majabali. Mwenyezi Mungu amewapa nguvu, jabali latengezwa kwa mikono. Sisi leo mpaka tutumie matindo na manyundo na mashini kubwa kubwa, lakini wao wakitumia mikono yao. Mwenyezi Mungu akawaletea ngamia ambaye alitoka kwenye jiwe, ili waamini huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wao watakavyokuwa na nguvu, lakini hawawezi kutoa ngamia, wakajua kweli huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Vile vile Mtume Muhammad wakati wake walikuwa Waarabu wamebobea katika lugha ya Kiarabu, mashairi ya ufasaha wakitoa. Mwenyezi Mungu akawaletea Qur'an, wao wenyewe wakisikiliza ile Qur'an wakisema, la, haya si maneno ya kawaida, haya ni maneno yatoka kwa Khaliqus samawati wal ardh. Vile vile tukirudi katika Nabii Allah Musa ambaye ndio maudhui ya hutuba yetu, Nabii Allah Isa alayhi wa nabii salatu wasalam alikuja kwenye kipindi mfano wa sahihi vile ambavyo iko India kwa matibabu. Walikuwa wamebobea kwa matibabu. Mwenyezi Mungu akawaletea Isa alayhi wa nabii salatu wasalam, Nabii Allah Isa, wao wawe na matibabu watakavyokuwa nao, lakini hawawezi kumfufua aliyekufa na mifano mengineyo. Kwa hivyo ikhwa al-aiza, Nabii Allah Isa miongoni mwa nickname zake akaitwa al-Masih, ni hiyo. Nyingine wanasema kwenye tafsiri al-Qur'an ameitwa al-Masih kwa sababu alikuwa akitembea sana, akifanya siaha, tourism, akizunguka kwenye ardhi ya Mwenyezi Mungu na kufanya da'wa, akizunguka mpaka akienda kwenye ardhi za maskini na mafukara, mpaka wale wenye uwezo wakawa wanamchukia Nabii Allah Isa alayhi wa nabii salatu wasalam. Na tafsiri nyinginezo zipo katika maneno ya ulama utafsir kuhusu hili neno al-Masih. Ikhwa al-aiza, huyu ameitwa Isa ibn Maryam, ameitwa Isa ibn Maryam. Mimi naitwa Badru Muhammad kwa jina la babako, waitwa Omar Ali kwa jina la babako, lakini huyu ameitwa Isa ibn Maryam, Isa mtoto wa Maryam. Hii ni ishara, ulama wanatuambia, kuonesha kuwa huyu amezaliwa bi ummin wa bila abin, amezaliwa kupitia nani? Kupitia mama bila baba. Na Mwenyezi Mungu akitaka jambo lake, inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakuna cha ajabu. Mwenyezi Mungu akitaka jambo lake analiambia liwe. Kaf kabla haijaungana na nun, lile jambo lishasimama, lishakuwa. Kwa hivyo Nabii Allah Isa alayhi wa nabii salatu wasalam ni kalima ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba ilitiwa katika roho ya Maryam na akazaliwa Nabii Allah Isa alayhi wa nabii salatu wasalam. Kulingama twaeleza kulingamana na itikadi yetu sisi Waislamu, Isa ni nabiyun min anbiyaillah, ni mtume miongoni mwa mtume wa Mwenyezi Mungu, wala si mtoto wa Mungu wala si Mungu. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad lam yalid, hakuzaa, wala yulad, wala hakuzaliwa. Kwa hivyo ikiwa kuna watu wengine upande wa pili
wanasema kuwa Isa ni mtoto wa Mungu, na hatukutofautiana. Huyo tunayemuita Isa, wao ndio wanamuita Jesus. Hapa kumaanisha tuko baina ya mbingu na ardhi, na hawa watu ni makosa. Katika siku ambayo kwamba hizi, wacha hiyo ya kuzaliwa, zinakuja mpaka siku za happy nini? Happy New Year. Happy New Year, si Happy New Year. Kuna njaa inakuja, njaa, matatizo, misiba. Manake zina zote zafanywa katika hizi siku kwenye Happy New Year. Siku zote, zina zote, mapombe yote, uhasharati wote, ufisadi wote upo katika hizi masiku za kithiri maasi. Hata ustadhi wetu alituambia hii hatuiti Christmas, tuita kithiri maasi. Manake maasi yanafanya nini? Yanakithiri. Ama wengine wanasema kiri maasi, walazimishwa. Yani walazimishwa manake umeletewa mpaka zawadi za Christmas. Au wanabiashara kama tulivyosikia katika hutuba za nyuma, ndio wakati huwa kuleta maua ya kuuza ya Merry Christmas na mengineo. Maadhallah, Mungu atulinde na matatizo na mitihani kama hiyo. Ikhwa al-aiza, Nabii Allah Isa alayhi wa nabina salatu wassalam ni katika mitume ambao kwamba walikuwa na miujiza. Mwenyezi Mungu asema wayukallimu nnasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Katika miujiza aliyopewa Nabii Allah Isa alivyokuwa ni mdogo, kwa sababu yeye amezaliwa bila baba, Mwenyezi Mungu alimpa miujiza azungumze kwenye utoto wake. Akasema kuwa inni abdullah, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Mbona hakusema ana ibnullah? Hakusema. Qur'ani haikuja kwa sigha hiyo, wala hakuna kitabu kimekuja kwa matamshi kama hayo. Anasema inni abdullah, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Atani alkitab, amenipa kitabu, wajaalani nabia, na akanifanya mimi kuwa ni nabii. Kwa hivyo ikhwa alaiza, sisi kama Waislamu tunafaa kuyaelewa haya. Wako Waislamu wengi misingi yao ya dini ya Kiislamu hawaielewi. Faatat bihi qaumaha tahmilu, alipozaliwa akambeba na mama Maryam, akija naye kwa watu, qalu ya Maryam, wakamwambia Maryam, lakad ji'ti shay'an fariya, umekuja na kitu ambacho kwamba hatujawahi kukiona kabla kwa wazazi wako. Kwa hivyo ikhwa alaiza, kuonesha Mwenyezi Mungu, yani Nabii Allah Isa ni amezaliwa kupitia mama. Mwenyezi Mungu hakuna jina la mwanamke amelitaja katika Qur'an isipokuwa Maryam alayha salam. Maryam peke yake. Hii ni kuonesha mtu yoyote mkubwa huwa hataki yule bibi yake, yani atajwe, kila mtu amjue, jina lake liwe wazi. Lakini Mwenyezi Mungu atuonesha kuwa Maryam, yani Isa ni ibnu Maryam, Isa ni mtoto wa Maryam, kuonesha akamtaja kwa jina lake, na ikaja sura mzima katika Qur'ani, suratu Maryam, na ndiye mwanamke pekee aliyotajwa kwa jina katika Qur'an. Hizi zote ni ishara za kuonesha hii ni miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabina as-salatu wassalam. Ikhwa alaiza, Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabina as-salatu wassalam asema wajaalani mubarakan, akanijalia mimi kuwa ni mja wa baraka. Wasalamun alayya yauma ulidtu, salam, amani iwe juu yangu siku nilipozaliwa, amani iwe juu yake. Wa yauma amutu, na siku nitakapokufa. Vituko vya manaswara vilivyozidi, na hii ni hutuba nyingine. Basi Mwenyezi Mungu alimnyanyua Nabii Allah Isa alayhi wa nabina salatu wassalam, walipotaka kumuua akamnyanyua. Kwa hivyo Nabii Allah Isa
hajafariki, yuko mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atarudi. Ndio maana yeye mwenyewe asema katika suratu Maryam, wa yauma amutu, na siku nitakapokufa. Hajakufa. Wa yauma ub'athu hayya, na siku nitakapofufuliwa nikiwa hai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bil Qur'an wa dhikr hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.